waliokuwa nayo watu wa Firauni na Firauni mwenyewe. Kila dalili zilipokuwa zikimjia Firauni alikuwa anazikataa na kutangaza huu ni uchawi. Wakati mwingine huenda mbali zaidi akasema madhumuni ya miujiza mliokuja nayo si jengine bali muna lengo la kututoa katika madaraka ya nchi ya Misri. Kwa hivyo sisi kwa miujiza mliokuja nayo, kwa madhumuni muturoge na turogeke ili tuwaamini madaraka yaje kwenu, hatuko tayari kuwaamini. Msimamo huu wa mafarao ndiyo msimamo waliokuwa nao makafiri wakati wa Mtume Muhammad akiwa yuko duniani na hata sasa baada ya Mtume kutawafu. Kwa hivyo anasema kadaabi ali Firauna, mwenendo wao hawa hautofautiani na mwenendo wa Firauni. Mwenyezi Mungu alimpeleka Musa kwa Firauni akamwambia idhhab ila Firauna, na kutuma wewe ni mjumbe maalum, nenda kwa Firauni. Innahu tagha, sababu kubwa Firauni amepindukia mipaka na amevuka nafasi yake ya ubinadamu. Idhhab ila Firauna innahu tagha, amepindukia mipaka yake. Amepindukia mipaka yake pale aliposema ana rabbukumul a'la. Amepindukia mipaka yake pale aliposema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sifahamu kama nyinyi munaye Mungu mwingine mukiniacha mimi, au hata kama yupo Mungu mwingine basi mimi ndiyo nitakuwa top, ana rabbukumul a'la. Sasa wakati Firauni anafika hapo kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala na wingi wa rehma zake, ilimpelekea Allah kumtuma Musa alayhi salam. Pengine Firauni anayasema haya kwa kutokujua, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari zake na ilmu yake ya azali amesema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatutamchukulia hatua mtu za kumuangamiza au kumpeleka motoni hali ya kuwa hajui nini Mungu, hali ya kuwa hajui nini dini, hali ya kuwa hajui nini haki. Allah tabaraka wa taala hayuko tayari kwa hilo. Kwa hivyo inawezekana Firauni kusema ana rabbukumul a'la ni kwa sababu bado hajatambua. Hivyo Musa idhhabu ilaihi au idhhab ila Firauna innahu tagha, hiyo ndiyo sababu ya kupelekwa Musa, au ndiyo illa ya kupelekwa Musa, liannahu, kwa sababu Musa tagha, amepindukia nafasi ya ubinadamu. Fakul, ukifika, kul, nenda umwambie ukifika, hal laka ila antazaka, si bora nikuelekeze maelekezo, nikupe taaluma, nikupe nasaha na mafunzo. Ukizikamata nasaha hizo zitakupelekea wewe kutwaharika na hiyo itikadi ulionayo, kutakasika na hiyo itikadi ulionayo. Ila antazaka, kwa nini neno antazaka? Lianna Allah yaqulu qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kwa hivyo anamwambia nikupe habari na maelekezo, ukiyafata yatapelekea ila antazaka.
wa ahadiyaka, nikupe miongozo ila rabbika, ufike mahala umjue Mola wako wa haki, umjue Mola wako anastahiki nini cha ibada. Wa ahadiyaka ila rabbika fatahsha, ili uweze kumhofu na kumuogopa, usiwe unasema tu usiyoyajua. Firauni kama kwamba aya zinafahamisha, akamwambia nionyeshe. Ndio aya ikatusimulia, faarahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Sasa anayasema maneno haya kwa kibri na inadi, sio tena hatambui uwepo wa Allah, sio tena hatambui Allah anastahiki nini, kwa sababu hoja na dalili ameshapelekewa. Na kwa maneno haya aliyoyasema, sasa alikuwa anastahiki kuadhibiwa, kwa sababu tayari kashapelekewa ilmu. Mwenendo huo wa mafarao ndio aliyouzungumza subhanahu wa ta'ala katika suratul Qamar. Anasema subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamaru wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihirun mustamirru. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'atu, qiyama kimekaribia, wanshaqqa al-qamaru, na mwezi umepasuka. Yale maombi na madai ya Makuraishi waliotaka ili wamuamini Muhammadi kuwa ni mtume, ili waiamini Qur'ani ni kalamullah, ili waamini kwamba Allah ni wahidun ahadun, wakadai kama ni kweli mtume tuuone mwezi pande mbili. Mtaamini? Tutaamini Muhammad. Mwezi ukagawika pande mbili, wakauona walio Maka hata walio nje ya Maka. Akawauliza, bwana mtume, mmeuona? Jawabu likaja, tumeuona. Lakini baada ya hapo, pamoja na kwamba mwezi wameuona Makuraishi wa Maka, anasimulia Mwenyezi Mungu, wa iyarau kulla ayatin yu'ridu, dalili zote hizi hata hawajali, wanapuuza mbali. Wayakuluna sihirun mustamirru, bali wanasema uchawi sasa umepiga hatua kubwa. Kwa hivyo kila watu husema neno kwa kuangalia mustakubali wao. Watu wa Maka walikuwa wanaangalia nafasi zao na kutetea waungu wao. Basi hata watu wa Tanzania, kama atatokea mwana wa zuoni atakayesimama katika haki na kuieleza dini ya Mwenyezi Mungu inavyopasa, watu wa dunia watatokana neno linalofanana na walilolisema mafarao, watatokana neno linalofanana walilolisema Makuraishi wa Maka, kwa sababu ya kuiangalia dunia yao. Ndio Allah anatuambia msishangae, kadaabi ali Firauna. Hichi kinachoendelea hakitofautiani na kile kilichotokea na kuendelea wakati wa Firauni na watu wake, walladhina min qablihim, na hata waliotangulia kabla ya Firauni na watu wake. Na wao walifanya nini? Kadhabu biayati rabbihim, wote hao walizikataa dalili za Mola wao. Saleh wamemtaka aje na ushahidi wa kuthibitisha kwamba yeye ni mtume wa Allah. Hatimaye wanadai ngamia amejitokeza,
lakini bado hawakuamini, wakaona kero kuwa na mgao wa zamu katika nchi yao. Hatimaye wakajitokeza wakorofi katika mji ule, wakenda wakamuua ngamia yule, wakati mtume wao aliwaambia naqatallahi wasukuyaha, huyu ni ngamia wa Allah, idafatu tashrifia, kwa maana ittaqu naqatallah, muogopeni, huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, sio ngamia wa kawaida huyu. Wasukuyaha, heshimuni zamu yake ya mgao wa maji, asiingiliwe katika zamu yake, nyie mtakuwa mnapata maziwa kutoka katika ngamia huyu. Naqatallahi wasukuyaha, kilichotokea nini? Fakadhabuhu, wakamwambia Saleh muongo. Faaqaruha, wakamchinja yule ngamia. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha, Allah hakuridhika baada ya hapo, aliwaangamizilia mbali. Kwa hivyo kadhabu biayati rabbihim, hata wale waliokuja kabla ya Firauni na wao walizikadhibisha dalili na miujiza mbalimbali ya Mola wao. Allah anasema faahalakahum bidhunubihim, Mwenyezi Mungu akachukua hatua ya kuwaangamiza, na aliwaangamiza bisababi dhunubihim, aliwaangamiza kwa sababu ya madhambi yao. Tukirejea katika aya zilizotangulia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia katika aya ya 51, dhalika bima qaddamati aidikum, kinachowatokea hivi sasa kimesababishwa na machumo yaliyotangulizwa na mikono yenu. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, eleweni Mwenyezi Mungu sio sifa yake kuwadhulumu waja. Kawaumba mwenyewe, kawaumba mwenyewe, kwa nini awaadhibu? Hawezi kuwaadhibu, bali wanadamu wanajiadhibu wenyewe. Ndiyo maelezo ya aya ya 51, dhalika bima qaddamati aidikum, malipo ya adhabu, hilaki mnazozipata, ukame wa hali, maisha kuwa magumu, maradhi, kukosa dawa, bima qaddamati aidikum, mikono yenu imefanya mambo asiyoyaridhia Allah. Wa anna Allaha, na kwamba ifahamike Allah, laisa bidhallamin lilabid, Mungu hana sifa ya kuwadhulumu waja. Tayyib, faahalaknahum bidhunubihim, kwa sababu walifanya makosa. Wa aghraqna ala firauna, hao kabla ya Firauni tuliwaangamiza, lakini na watu wa Firauni tuliwaangamiza pamoja na Firauni mwenyewe. Wa kullun kanu dhalimin, na wote hao sababu ya kuangamizwa kwao ni kwamba walikuwa madhalim, walizidhulumu nafsi zao, hawakumpa Allah haki anayostahiki. Tulisoma jana, wajaa Firaunu waman qablahu walmu'tafikatu bilkhati'a fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhadhatar rabiya, tuliwachukulia hatua kali inayostahiki kuchukuliwa watu wenye kwenda kinyume na amri za Allah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya, wakati maji yamepindukia kawaida katika dunia, nyinyi muliopo msikitini mulikuwa mmebebwa katika jahazi ya Nuhu iliyokuwa inatembea.
linaj'alaha lakum tadhkiratan, ili tukio lile tulifanye kwenu ukumbusho, muda wote ujione kubaki kwako salama ni kwa sababu babu yako kama wa 500, kama wa 400, kama wa 300 alimuamini Nuhu. Ndio maana wewe uko katika Masjid Maghfira, kwa sababu babu yako alimuamini Allah wakati wa Nuhu. linaj'ala